Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Kwa majina yangu naitwa Isaya Benson Mwakilembe, mwalimu wa neno la Mungu. Na leo tunaenda kuangalia topiki muhimu sana. Huwa ilikuwaje jina la Yesu kwa Kiebrania anaitwa Yeshua au Yehoshua, lakini ilikuwaje likabadilika na kuwa Jesus? Since you know kuwa unajua hata ukiandika mfano mimi ni Mswahili akaja Mwingereza akaandika kuhusu mtu fulani, hata badilisha jina lake, au Mfaransa akiandika kuhusiana labda na Donald Trump hata badilisha kwa sababu yeye ni Mfaransa, abadilisha hata. Lakini ilikuwaje jina la Yesu likabadilika kutoka Yeshua au Yehoshua, kwa sababu Yeshua ni kifupi tu, kimefupishwa kuja Yehoshua? Ilikuwaje? Kwa hapa tutaenda kuangalia cover hiyo topic, lakini pia vile vile kuangalia inakuwaje wanafunzi wa Yesu walikuwa ni watu kutokea Mashariki ya Kati, lakini majina yao yamekuwa ni ya Kiingereza kama vile Matthew, Mark, Andrew, James, Peter badala ya kule. Kwa hiyo haya yote tutaenda kuyaangalia hapa ili tuweze kuelewa. Kwanza nataka tuangalie jina, kwa nini jina lilibadilika, kwa sababu yeye alikuwa anaitwa Yeshua na lilibadilika kuwa Jesus. Kifupi ni kuwa halikubadilishwa kwa makusudi, isipokuwa lilisafiri kupitia lugha 3 tofauti, na kila lugha ikawa imebadilisha matamshi yake. Safari ya jina hilo, lugha kwanza ilivyokuwa inasomeka na lilikuwa linasomwaje, nitakupa na maana yake. Kwa mfano, kwa lugha ya Kiebrania Yeshua kwa lugha ya Kiebrania manake ni Bwana anaokoa au mkombozi kwa lugha ya Kiebrania. Lugha ya Kiaramu angeitwa Yeshu, lugha ya Kiaramu. Ndivyo watu wa wakati wa Yesu walivyomuita. Kwa lugha ya Kigiriki angeitwa Yesus. Kumbuka tunaangalia hapa lugha 3. Kwa lugha ya Kigiriki angeitwa Yesus. Lakini hii Yesus haiandikwi kama hivi ninavyoitamka. No, yenyewe spelling zake zitakuwa ni L-E-S-O-U-S. Yesus. Na Wagiriki kwenye herufi hawana SH, hususan kwenye majina ya kiume. Ili nitalielezea vizuri, utalielewa. Kwa Kilatini aliitwa hivyo hivyo Yesus, na Warumi wakachukua kutoka kwa Wagiriki, alafu kwa Kiingereza ikawa ni Jesus. Na hii Jesus ilivyokuwa inatamkwa mwanzo ni D-J-I-S-A-S, ni kama unatamka Jesus, lakini hivyo. Kwa hiyo miaka 500 ilivyofuata mbele ndo kwenye Kiingereza wakagundua herufi J, na ile herufi J ndo maana ikaitwa Jesus, na Kiswahili tukaita Yesu kwa sababu sisi tumerahisisha kutoka kwa Kilatini. Alielezea vizuri pia kwa nini sasa kilibadilika hatua kwa hatua, au jina hili lilibadilika hatua kwa hatua. Kwanza, hatua ya kwanza ni kutoka Kiebrania kwenda Kigiriki. Hii ndio mabadiliko makubwa wakati Injili iliandikwa kwa Kigiriki, kwa sababu lugha ya wakati huo, hiyo ilikuwa lugha ya wakati huo. Na tatizo sasa, kama nilivyosema, Kigiriki hakina neno SH, hasa katika majina ya kiume yenyewe yanapaswa kuishia na herufi S. Kumbuka kule kwenye jina la Kiebrania anaitwa Yeshua au Yehoshua. Sasa kwenye hii lugha ya Kigiriki, yani herufi SH kwenye majina ya kiume hamna, kwa hiyo inabidi ishie na S. Mfano Moses, Musa, Moses au Elias. Nafikiri unanielewa nikisema hivi. Sasa hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza. Kwa hiyo Yeshua ikabidi ishie na Jesus, wakaongeza S mwishoni, ambayo mwisho ili lifuata sheria za Kigiriki. Lakini hatua ya pili, Kigiriki, Kilatini na Kiingereza. Warumi wakachukua Jesus na kuandika Lesus, au tutasoma Jesus hivyo hivyo. Lakini miaka 1500 baadaye Kiingereza kama nilivyokuambia kikagundua herufi J, na hivyo lilo neno kutoka Lesus likawa ni
Jesus, ambayo kwa Kiingereza sasa sisi matamshi tutatamka kama Jesus na kuanza kusomwa hivyo kama Jesus. Hatua ya tatu ni Kilatini kuja Kiswahili. Jina lilopewa na malaika lililotumwa nyumbani kwa Maria. Jina hili lililotumwa nyumbani kwa Maria na Yusufu lilikuwa ni Yeshua, toleo fupi la Yehoshua. Yeshua au ni kifupi cha Yehoshua, ambapo sasa kwa kawaida tunasema ni Yoshua au Joshua. Unaona, kwa Kiingereza, kwa Kiswahili tutasema ni Yeshua. Kwa hiyo kumbuka, marafiki zake walimuita Yeshua, wanafunzi wa Giriki waliandika Yesusi, sisi leo tunamuita Yesu au Jesus. Ni mtu yule yule. Ni kama kuona mzungu akiita jina Juma, Mhindi akiita Juma, waiti Juma, wasikia Juma, yani hivyo, na wewe mwingine tena utaitwa. Kwa hiyo inakuwa hivyo, lakini mtu ni huyo huyo mmoja. Sasa kwa nini haikuachwa Yeshua? Kwa nini? Kwa sababu gani? Kuna sababu mbili hapa. Sababu ya kwanza ni kuwa Biblia iliandikwa kwa Kigiriki. Kwanza, na watu wengi miaka 2000 iliyopita walikuwa Wagiriki. Kwa hiyo jina liliingia kwenye Biblia kama Yesus kwa sababu ya Kigiriki, lugha ya Kigiriki. Lakini sababu ya pili, Mungu, kumbuka, hapimi lugha. Kumbuke Zaburi 22:1, maneno ambayo hata Yesu Kristo aliyarudia akiwa pale msalabani, akasema Eloi Eloi lama sabachthani. Na kwa sababu Warumi walikuwa wanaongea Kigiriki, walikuwa hawaelewi inamaanisha nini. Wao wakajua anamuita Elia, lakini kiukweli ilikuwa ni lugha ya Kiaramaic, kwa sababu kipindi kile cha Yesu Kristo Aramaic ndio ilikuwa lugha iliyokuwa inatumika, ni kama international language kama kilivyo Kiingereza leo. Kwa hiyo ilikuwa iko hivyo, na lugha ya kibiashara ilikuwa ni lugha ya Kilatini, ya Kigiriki sorry, ambayo sasa ndo Warumi walikuwa wanaongea. Kwa hiyo naposema Eloi Eloi lama sabachthani, bado Mungu alisikia katika hiyo lugha. Mungu alielewa. Vivyo hivyo Yesu tuite Jesus, tuite Yeshua, inaeleweka, kwa sababu jambo la msingi ni kuwa jina halibadili mtu. Nguvu iko katika mtu na sio katika matamshi. Hata kama mtu atakosea kutamka jina, lakini nguvu ipo katika mtu na sio katika matamshi. Ndio maana unaona Mtume Paulo anasema kwa jina la Yesu Kristo kila goti litapigwa. Hata kama unalitaja kwa Kiswahili, au unalitaja kwa Kiingereza, au unalitaja kwa Kiebrania, kila goti litapigwa. Nadhani mmeshuhudia sana sasa hivi waimbaji wengi wa nyimbo kutoka Nigeria huwa wanaimba sana jina Yeshua. Kwa hiyo ndio maana yake, ndio maana imekuwa hivyo. Sasa naomba niendelee mbele kidogo, kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo walikuwa ni Wayahudi kutokea Mashariki ya Kati. Imekuwaje wana majina ya Ulaya kama vile nimekuambia John, Matthew, Peter, Andrew na kadhalika, au Mark na kadhalika? Ilikuwaje hawa wakawa na majina ya Ulaya? Jibu fupi ni kuwa hawakuwa na majina ya Ulaya, ila sisi ndio tunawaita hivyo kwa sababu ya tafsiri. Na hapa nataka nikuelezee vizuri ili uweze kuelewa. Majina yao halisi yalikuwa ni ya Kiyahudi, sio ya Kizungu. Majina yao halisi. Kumbuka Yesu na wanafunzi 12 wote walikuwa ni Wayahudi wa Galilaya na Yudea. Walizungumza Kiaramu na Kiebrania, na haya ndiyo majina yao ambayo tunayajua, na tatamka hapa jina lilikuwa linaitwa kwa Kiaramu, jina linaitwa kwa Kiebrania, na wakati mwingine maana zake. Mfano Kiingereza Matthew, alafu Kiebrania ni Matai, alafu unakuta Kiaramu ni Matai, alafu Kiebrania ni Kiebrania ni Matai, alafu Kiaramu ni Matitiyahu, maana yake ni zawadi ya Mungu. Alafu kuna Mark ilikuwa ni Jokana, ni Marcos ilikuwa ni jina la Kirumi. Nadhani ukisoma Biblia unaona kuna mahali Biblia inaandikwa na Yohana aitwaye Marko. Kwa hiyo inatokana na neno Yokanas ambayo ni kama Yohana. Iko hivyo, John, Yokanas. Lakini Petro kwa Kiingereza Peter, ambaye yeye ni wa Kiebrania anaitwa Shimon au Kefa, mwamba maana yake. James
inasemekana anaitwa Yakuv. Kwa hivyo Thomas Theoma, maana yake ni pacha. Judas Yehuda ni atakaye msifu, ndio maana ya neno Juda. Sasa siku iliona Yuda tunasema Yuda Iskariote lakini Iskariote sio jina la baba yake. Maana Biblia inaposema Yuda Iskariote ilikuwa inamaanisha mahali anapotokea. Mahali palikuwa panaitwa Keriothi. Kwa hiyo ni kama kusema Yuda wa Keriothi. Vyovyote wavyo, yani kama vile wao ungeitwa James wa Buza au sijui Juma wa Kinondoni, ndivyo ambavyo sasa hiyo Juda Iskariote. Iskariote sio jina la baba yake, no, ni jina la bahari anapotokea. Ni sawa na Mariam Magdalena. Magdalena sio jina la sijui la ukoo, no. Magdalena ni mahali, mji alikokuwa anatokea. Ndio maana Mariam Magdalena au Mariamu wa Magdalena, tunaweza tukasema hivyo. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa kwa nini tukawa tunawaita kwa majina ya Kigiriki na Kilatini? Kuna sababu kuu tatu. Sababu ya kwanza, Agano Jipya kama nilivyokuambia liliandikwa kwa Kigiriki, na wakati wa Yesu lugha ya biashara duniani kote ilikuwa Kigiriki wakati wa utawala wa Warumi. Kwa hiyo Mathayo, Marko na wengine walipoandika Injili waliandika kwa Kigiriki. Mfano, Yohanan, Yohanes kwa Kigiriki, Johannes kwa Kilatini, John kwa Kiingereza, Yohana kwa Kiswahili. Ni jina hilo hilo moja. Lakini kuna Yohanan, kuna Yohanes kwa Kigiriki, kuna Johannes kwa Kilatini. Hii Yohanan ni Kiebrania. Alafu John kwa Kiingereza, kwa Kiswahili Yohana. Na sababu ya pili, dini ilienda Ulaya na Warumi. Ili mnalijua, nimekuwa nikiliongea sana hapa. Baada ya miaka 300 Ukristo ulienea sana kwa Warumi. Kwa Biblia ikatafsiriwa kwa Kilatini na badala ya kuitwa Biblia ikaitwa Vulgate. Maana yake hicho ni Kilatini. Kwa kutoka Kilatini ikaenda Kijerumani, ikaenda Kifaransa, ikaenda Kiingereza. Hapa ndipo majina sasa yakaanza kubadilika zaidi. Sababu ya tatu, Wayahudi wengi walikuwa na majina mawili kwa sababu walikuwa chini ya utawala wa Kirumi, na Wayahudi wengi walikuwa na jina la Kiyahudi. Au kulikuwa na jina la Kirumi la kibiashara na jina la kwao la Kiebrania. Kwa mfano, Sauli ni jina la Kiebrania, lakini Paulo ni jina la Kirumi. Iko hivyo. Okay, unakuja kwa mtu anaitwa Levi au Lawi kwa Kiswahili, Kiingereza Levi. Lawi kwa Kiswahili hili ni jina la Kiyahudi, lakini Matthew au Mathayo au Mathayo inategemea unatokea wapi, ili ni jina lingine alikuwa anatumia. Okay, mfano pia Marko pia alikuwa na majina mawili ambayo kuna jina la Yohana na jina la Marko. Marko ni jina la Kirumi, alafu jina la Yohana au Yohanes ni jina la Kiebrania. Kwa hiyo ilikuwa ni sababu mojawapo. Lakini kingine ni mfano wa Kiswahili. Angalia Biblia ya Kiswahili, majina yanarudi karibu na ya Kiyahudi. Unaona Mathayo kule ni Matai, Marko hivyo ni Marcos kwa Kiyahudi. Ukiangalia Yohana kule ni Yohanan au Yohanes. Ukiangalia Yakobo ni Yakubu. Umeona? Kwa hiyo majina haya yanarudi kama hii. Angalau Kiswahili na Kiebrania vinataka kuingiliana, tofauti kidogo na Kiingereza. Kiingereza sasa unajua tutaitwa Mathayo, Mathayo Kiswahili, huku anaitwa Matthew. Umeona? Mfano ukiangalia kama jina la Yakobo tunaita Yakobo, lakini wao Waebrania wanaita Yakubu. Kwa ni kama yanataka kukaribiana. Hata Kiarabu anaita Yakubu Kiarabu, lakini angalia Kiingereza kimetafsiri mbali kabisa. Yule Yakobo anaitwa James, lakini ili hali yule Jacob yule ambaye ni Yakobo Israeli, yule yeye alikuja akaitwa hivyo hivyo Jacob. Sasa ilikuwaje? Ni kwa sababu ya lugha. Lakini niseme kuwa Mungu hakujali lugha ya jina, alitaka habari ya Yesu ifike kila taifa. Kwa hiyo majina yakasafiri pamoja na Injili. Yehuda, Judasi, Juda au Yuda, lakini moyo, utamaduni na damu yao ilikuwa 100% ni ya Kiyahudi. Yesu mwenyewe jina lake halisi lilikuwa Yeshua au Yehoshua na sio Jesus. Kwa hawakuwa na majina ya Ulaya. Sisi ndio tumewapa majina na tafsiri za Ulaya. Ni lugha zimekuja kuwavalisha vazi la majina ambayo sio ya
Kiebrania kutokana na lugha. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kama umepata kitu hapa katika hiki nilichokiongea, basi utatuachia komenti yako. Asante sana.